Katika kuadhimisha sikukuu ya watoto, mchungaji wa kanisa la TAG Ramathlei Warriors Mission lililopo mkoani Mtwara amewataka wazazi kuwalea watoto wao katika maadili mema. Akihubiri katika ibada maalum iliyoongozwa na watoto, mchungaji Lilian Kamau amesema kwa nyakati za sasa kila mzazi anatakiwa kumtunza mtoto wake katika hofu ya Mungu, kwani kila mtoto anapokuwa hujifunza kutoka kwa wazazi wake. Mungu atusaidie wazazi. Tuko kwenye kizazi kibaya. Tuko mahali ambako dunia imeharibika sana. Lakini kitu kikubwa cha kwanza ni kulijua neno la Mungu. Kulijua neno. Wakilijua neno la Mungu hata kama watapita wapi, kwanza neno la Mungu linawalinda. Amen. Neno la Mungu hawatalongeka, maana Biblia inasema uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo, ndani ya Mungu. Kwa hivyo mtoto wako kulongeka kama neno la Mungu limekaa ndani yake si rahisi. Kwenye dunia leo sasa tunaona watu wanalogana, si ndio Maofisini kule, kama watu hawajakaa sawa, kuna wivu, kuna fitina, kuna faraka, duniani kuna uharibifu wa kila namna. Lakini neno la Mungu, nasisitiza wazazi, kitu cha kwanza cha kuwapa watoto si mavazi, si chakula, si nguo. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mtoto anaweza kusikia akiwa tumboni, akiwa na kati ya wiki 6 na wiki 8, masikio yanaanza kuumbwa kwenye tumbo. Na mtoto anaweza kusikia. Na nitakupa maandiko, maana Biblia nayo imesema juu ya hilo. Hebu tuangalie Luka. Mtoto anaweza kusikia na akafanya kitu kwa kusikia kutoka nje. Wanatuangalia tunavyoshika mambo ya Mungu, wanatuangalia tunavyoweka kipaumbele mbele ya kwenye neno la Mungu, wanatuangalia, wanaiga. Akisoma taarifa ya watoto hao, mwenyekiti idara ya watoto katika kanisa la TAG Ramathlei Warriors Mission, Winfrida Chengula, ameeleza mafanikio yaliyopatikana katika idara hiyo, licha kueleza kuwa changamoto kubwa inayowakabili katika kuwafundisha watoto hao ni uelewa wa wazazi kuhusu malezi ya watoto wao. Tumeweza kufanya sikukuu yetu kwa wakati na kuhitimisha leo. Fanikio la pili, tumefanikiwa kama idara kurekodi nyimbo 2 hizo ambazo tulikuwa tumeimba. Fanikio la tatu, tumefanikiwa kukusanyika nje ya ratiba zetu na vipindi vyetu na kula chakula cha pamoja na watoto wetu. Mwaka jana wakati tunasherehekea sikukuu yetu tulikuwa tuna watoto 42. Leo hii tunavyosherehekea tuna watoto 24. Kwa hiyo tumepungukiwa watoto kama 18. Bwana Yesu asifiwe. Mikakati ya mwaka 2026 2027 tunategemea kuwa na semina ya walimu, kwa sababu walimu kila siku wanajiunga. Kwa hiyo tunategemea kuwa na semina ya walimu, na mkakati wa pili tunategemea kuwa na semina ya walezi ya watoto. Awali akifundisha darasa la watoto, mtoto Matthew Kenneth Nyangalima ameeleza madhara ya dhambi katika maisha ya mwanadamu, ambapo amewasihi waumini wa kanisa hilo kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mtu mwenye dhambi, hawi anamtafuta Mungu, hana ukaribu ule na Mungu, sio mwana maombi, asomi Biblia, yeye yuko tu. Na pia mtu mwenye dhambi anakuwa atendi mema, anakuwa anatenda mabaya. Hii tunaita kupotoka kabisa kwa binadamu. Hata hivyo, neema ya Mungu inamfikia mwanadamu kwa kumpa zawadi ya wokovu. Kwa hiyo hii neema ya Mungu inapofikia mwanadamu inakupa zawadi ya wokovu. Nao baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo, akiwepo Doreen Julius Kasubi na Paulo Ngala, wameeleza namna walivyobarikiwa na ibada hiyo, hasa kuhusu malezi ya watoto. Kwa majina naitwa Paulo Ngala, ni mshirika wa kanisa la TAG Ramathlei. Kwa kweli tumeshiriki ibada hii ya sikukuu ya watoto, ilikuwa ni njema. Naweza nikasema hajawahi kutokea, ni ibada ambayo imekuwa special sana. Tumeona vipaji vya watoto walivyoonyesha. Watoto wamesema mistari ambavyo hakika hata wewe mtu mzima ukiambiwa iseme ni vigumu sana kusema kama walivyosema watoto. Kikubwa nilichojifunza, usijidharau katika position ulionayo. Katika nafasi ambayo uko nayo usijidharau. Kwamba tunaona kama katika somo ambalo limesemwa ambao ni Yeremia 1 mstari wa 7. Wazazi tujitahidi kufanya mambo ambayo
watoto, yani kiufupi tu kwamba tufanye mambo ambao watoto wakituangalia tu wataiga mambo mema kutoka kwetu. Niko Mtwara, nasali kanisa la TAG lililopo Magomeni. Nimefurahi ibada ya leo, tumefundishwa mambo mengi. Somo kuu ambalo lilikuwa linaelezewa ni malezi ya watoto. Nimejifunza mambo mengi. Ingawa mimi bado binti sijaolewa, lakini naamini Mungu akinisaidia nikaolewa, nikapata watoto, nitawalea katika maadili mema. Tunamshukuru pia mchungaji wetu aliyetuongoza na kikundi kizima chote cha walimu wa walezi. Mimi ninawaambia wazazi Mungu aliyowapatia watoto wawalee katika maadili mema. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni kanisa la TAG Ramathlei Warriors Mission, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.